Kwanza ni habari za dunia na msomaji ni Regina Mziwanda. Jeshi la Israel limezindua wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran likitumia ndege zisizo na rubani zaidi ya 100 kushambulia kwenye kituo kikuu cha uchakataji wa uranium nchini humo huko Natanz na uwanja wa ndege wa Tabriz. Katika mashambulizi ya usiku, shabaha ilikuwa ni wanajeshi wa Iran na kuua viongozi wa majeshi pamoja na kiongozi wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu wenye nguvu na makamanda wengine wakuu kadhaa. Bosha Nyanje na maelezo zaidi. Marekani imesema haihusiki kwa njia yoyote ile katika mashambulizi ya Israeli dhidi ya Iran. Hata hivyo, Rais Donald Trump ameviambia vyombo vya habari vya Marekani ikiwemo Fox News kwamba alipewa taarifa mapema kuhusu mashambulizi hayo. Mkuu wa shirika la kimataifa la kudhibiti nishati ya nyuklia ya Umoja wa Mataifa, Rafael Gross, amesema kwamba vituo vya nyuklia havipaswi kushambuliwa kamwe, na ametoa wito kwa Israeli na Iran kuwa na kiasi cha juu cha kujizuia ili kuepuka kuongezeka kwa mzozo. Mashambulizi hayo yamelaaniwa na nchi zikiwemo Japan, Uturuki, Indonesia na Saudi Arabia, huku Umoja wa Afrika ukisema mashambulizi haya ya anga ya Israeli ni tishio kubwa kwa amani ya kimataifa. Ujerumani na Jamhuri ya Czech zinaonekana kuonesha aina fulani ya uungaji mkono kwa Israel. Na maafisa wa polisi nchini Kenya amefikishwa mahakamani kuhusiana na kifo cha Albert Ojwang aliyekuwa kizuizini, ambaye alikamatwa kwa madai ya kumkosoa naibu mkuu wa polisi Eliud Lagat. Awali polisi wameeleza kuwa Albert alijiua kwa kugonga kichwa chake ukutani akiwa kizuizini. Hata hivyo, upasuaji wa maiti umeonyesha kwamba Albert alishambuliwa. Ripoti za hivi punde zinaarifu kwamba kamanda wa polisi wa kituo cha Central jijini Nairobi alikofia Ojwang Samson Talam amekamatwa mjini Eldoret baada ya kuwa mafichoni kwa siku moja. Talam sasa yuko chini ya polisi na atafikishwa mahakamani wiki ijayo. Mauaji yamezua hasira kubwa kote nchini Kenya. Jana Alhamis, polisi walitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji katika mji mkuu Nairobi. Rais wa Kenya William Ruto ameahidi kukomesha utekaji wa mauaji yanayofanywa na polisi. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ametembelea eneo la ajali mbaya ya ndege iliyotokea siku ya Alhamisi katika jiji la Ahmedabad. Baada ya kutembelea eneo la ajali, alielekea katika hospitali iliyoko karibu na eneo hilo kuwatembelea baadhi ya majeruhi walioumia katika mkasa huo. Watu wote 242 waliokuwamo ndani ya ndege ya Air India iliyokuwa ikielekea London, isipokuwa mmoja wao, walifariki wakati wa ajali hiyo. Idadi ya watu waliofariki hadi sasa imepanda hadi watu 262. Manusura anaeleza namna alivyojinusuru. Kiti changu kilivunjika na nikaona chini kidogo na nikajaribu kutoka nje. Moto kidogo ulikuwa unawaka, lakini baada ya mimi kutoka nje mlipuko ukatokea. Sikuruka, nilitembea tu. Baada ya hapo gari la wagonjwa likawasili. Na unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC na hii ni taarifa ya dunia. Umoja wa Mataifa umesema kukatika kwa mawasiliano ya simu huko ukanda wa Gaza kunaathiri vibaya shughuli za kibinadamu. Msemaji mwenza wa umoja huo Farhad Haq amesema kwamba kuzimika kabisa kwa huduma za internet na data kumevunja njia za msaada wa kibinadamu wa huduma dharura, uratibu wa misaada na taarifa muhimu kwa raia, na kuongeza kusema kwamba kuzimika kwa huduma hizo kunatokana na shughuli kubwa za kijeshi ambazo zimeharibu waya wa fiber unaotumika katika eneo hilo. Mamlaka ya Palestina awali imeishutumu Israeli kwa dhamira yake ya makusudi kuharibu waya huo. Rais wa Afrika Kusini amelaumu mabadiliko ya tabia nchi kwa mafuriko yaliyosababisha vifo vya watu 78. Cyril Ramaphosa amekutana na manusura wa kile alichokiita janga la maafa katika jimbo la Eastern Cape. Maelfu ya nyumba, barabara, shule na vituo vya afya vimejaa tope baada ya kuzamishwa kabisa na maji ya mafuriko. Waokoaji wamekuwa wakipita nyumba kwa nyumba wakitafuta miili ama manusura, kwani awali watu wengi walikuwa majumbani mwao baada ya maji kuingia kwa kasi usiku. Rais Ramaphosa ametembelea eneo ambako basi la shule lilisombwa na mafuriko na kusababisha vifo vya watoto 6 na watu wazima 3. Watoto 4 kati yao bado hawajapatikana. Na mahakama ya rufaa ya Marekani imetoa uamuzi wa muda unaomhusu Rais Donald Trump kuendelea na mpango wa kuwapeleka wanajeshi 4,000 wa kikosi cha taifa huko Los Angeles. Uamuzi wa mahakama hiyo umetolewa saa chache tu baada ya jaji wa shirikisho kusema kwamba mpango huo wa Rais Trump unakiuka sheria. Rais Trump mwenyewe amesema anapeleka wanajeshi hao kuzuia jiji la California kuchomwa moto
katika maandamano dhidi ya msako wake mkali wa wahamiaji haramu. Hii ni BBC. Kulia kwangu kutoka studio zetu mjini Dar es Salaam. Huyo ni Regina Mziwanda amekusomea taarifa ya habari za ulimwengu. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia msikilizaji kujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Rambaza andika BBC Swahili na hapo unaweza kutuachia maoni yako katika yale yote utakayosikia, nasi tukipata wasaa tutakwenda kuyasoma. Leo hii uko nami Skola Kisanga, na hapo baadaye utaungana na mwenzangu Phyllis Mwate katika mjadala wetu hii leo tukiangazia bajeti ambazo ziliweza kuwasilishwa hapo jana za serikali kwa mwaka 2025-2026 katika mataifa ya Afrika Mashariki. Lakini sasa tuanzie Israel. Jeshi limeendelea na mashambulizi yake dhidi ya Iran na kufanya mashambulizi zaidi kwenye eneo kuu la kurutubisha madini ya urani katika eneo la Natanz na kuharibu uwanja wa ndege wa Tabriz. Mashambulizi ya usiku ya Israel yaliwaua wanajeshi kadhaa, wakuu wa jeshi la Iran na wakuu wa vikosi vya jeshi la nchi hiyo na kiongozi wa kikosi chenye nguvu cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu na makamando wengine kadhaa. Miji 6 ya Iran imeshambuliwa ikiwa ni pamoja na maeneo ya makazi kwa watu wa Tehran. Rais wa Marekani Donald Trump amesifu operesheni ya kijeshi ya Israel dhidi ya Iran na kutahadharisha kwamba huenda Israel inapanga mashambulizi makali zaidi. Jamhuri mwa vyombo huyu hapa ameandaa taarifa ifuatayo. Raia wengi wa Iran wameamkia taarifa na hali hiyo ya mashambulio kutoka Israel, na sasa taharuki na hofu imetanda kwa kuwa mashambulio hayo yameendelea na hakuna viashiria vyovyote kuwa wapi kwingineko kutalengwa au lini yataisha. Raia hawa wameungana kulaani mashambulio hayo huku wakionyesha ghadhabu zao kwa Israel na Marekani. Utawala wa Israel umesema unalenga kuangamiza miradi ya kinyuklia ya Iran sambamba na wanasayansi wake katika mashambulio hayo ambayo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameyabandika jina Operation Rising Lion. Today, the Jewish state refuses. Leo taifa hili la Wayahudi limekataa kuwa mhanga wa janga la kinyuklia linalopangwa na Iran. Hatutawaruhusu kutengeneza zana za kinyuklia, na usiku wa kuamkia leo Israeli imeshambulia kitovu cha miradi ya kinyuklia ya Iran. Tumewalenga wanasayansi wanaofanya kazi katika vituo hivyo vya kinyuklia na silaha zao zingine. Vyombo vya habari vya Iran vimeonyesha maeneo ya miradi hiyo ya kinyuklia ambayo yameshambuliwa, lakini pia taarifa zimeonyesha sehemu kadhaa za makazi yaliyolengwa. Vithibitisho vya awali vimeonyesha mkuu wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi Iran Jenerali Hussein Salami na mkuu wa majeshi Mohamed Bagheri wameuawa katika mashambulio hayo ya Israeli, na vile vile wanasayansi 6 miongoni mwa wengineo. Iran imejibu kwa mashambulio ya ndege zisizo na rubani drones ambazo Israeli inasema nyingi yazo imezidungua. Rais wa Marekani Donald Trump ameitisha kikao cha wakuu wa usalama na ulinzi, lakini ni baada ya kutoa onyo kwa Iran kutolipiza kisasi, la sivyo itaona mashambulio makali zaidi, na kuongeza kwamba wao wameiongezea Israel usaidizi tele wa hali na mali, hasa silaha hatari sana. Badala yake Trump ameitaka Iran ifanye makubaliano ya haraka na kuachana na miradi yake ya kinyuklia, la sivyo iangamizwe. Iran imekuwa ikisisitiza kuwa miradi yake ya kinyuklia ni ya kimaendeleo na wala si ya kisilaha. Viongozi kadhaa wametoa wito pande zote husika kusitisha mashambulio, huku mkuu wa kitengo cha Umoja wa Mataifa cha kudhibiti silaha za kinyuklia Bwana Rafael Grossi akionya kuwa vituo vya kinyuklia havipaswi kamwe kushambuliwa kutokana na hofu ya kuvuja kwa miale hatari, na kwamba kemikali hizo zinaweza kuathiri sehemu kubwa ya Mashariki ya Kati. I call on all parties to exercise maximum restraint. Natoa wito kwa wahusika wote wa mzozo huu watafakari sana na kujaribu kufanya subra ya hali ya juu ili kuzuia mzozo huu kuripuka zaidi. Tunasisitiza kuwa operesheni zozote za kijeshi zinazohatarisha usalama wa maeneo, miradi na vituo vya kinuklia vinahatarisha maisha ya watu wa Iran, raia wa ukanda mzima wa Mashariki ya Kati na hata maeneo ya mbali zaidi. Risks grave consequences for the people of Iran, the region and beyond.
Punde tu mashambulio hayo ya Israeli yalipoanza, bei za mafuta zimepanda, masoko ya hisa yametingika, huku mengi ya mashirika ya ndege yakisitisha safari zao katika sehemu hizo na mengine kubadili njia. Iran pia imetangaza kufungwa kwa anga yake. Na nchini Israel, hali ya hatari imetangazwa, wakisema wanajiandaa kukabiliana na mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka Iran. Jamhuri mwa Vyombo, BBC. Tusalie hapo na swali la kujiuliza, nini hatima ya vita hii kati ya Iran na Israeli? Awali nimezungumza na mchambuzi Mohamed Abdrahman akiwa Ujerumani pamoja na Abdi Fattah Musa akiwa Tehran. Anaanza kueleza hali ilivyo. Hali kwa ujumla tunaweza kusema kwamba si shwari sana, kwa sababu pamoja na kwamba kulikuwa na taarifa za mapema katika siku za karibuni za Israel kutoa vitisho vya kushambulia vituo vya nyuklia na vya kijeshi vya Iran na maonyo mbalimbali yaliyotolewa pia na Rais Trump kuhusiana na suala hilo pia, lakini kwa inavyoonekana ni kwamba Iran haikuwa imetegemea kwamba mashambulio hayo bila kuwepo na utangulizi wowote, na hasa katika mazingira haya ya kwamba tayari mazungumzo yasiyo ya ana kwa ana ya nyuklia baina yake na Marekani yalikuwa yanaendelea, na makubaliano yalikuwa ni kwamba siku ya Jumapili duru nyingine ya 6 mazungumzo hayo yafanyike nchini Oman. Kwa hivyo shambulio hili kwa mtazamo wangu au kwa mtazamo baadhi ya hata wachambuzi wa mambo linaonekana kwamba lina hali na mwelekeo wa kushtukiza kwa Iran ilikuwa kwa hakika, na kwa sababu hiyo kwa kuwa lililenga pia maeneo ya raia, na kwa mujibu hata taarifa za awali zisizo rasmi watu zaidi ya 70 wameuawa na watu wasiopungua 300 wamejeruhiwa. Hali kwa ujumla imejenga hali fulani ya hofu kwa namna fulani na hasira kwa raia wa kawaida. Naam. Mohamed Abdrahman, tunaita ni nini hiki sasa? Je, ni vita imeanza rasmi kati ya Israel na Iran, na inaelekea wapi? Wakati huo tunajua kuna vita pia Israel kule Gaza. Unapozungumzia vita kati ya Iran na Israel, mimi nafikiri vita hivyo vipo siku nyingi, lakini vimekuwa vikipiganwa hatua kwa hatua. Utaona kwamba hata shambulio hili la leo lilikuwa ni shambulio ambalo halikutarajiwa. Kilichonisikitisha zaidi ni kuona kwamba waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Marco Rubio anasema kwamba Marekani haikuarifiwa na mapema. Siamini kabisa kwamba Israel ingeweza kuchukua hatua kali za aina hiyo, hatua zinazohatarisha amani sio tu kati ya Israel na Iran, lakini inahatarisha amani katika eneo zima la Ghuba. Mimi naamini kwamba ni mkakati ambao umepangwa, lakini aliachiwa Israel kama ng'ombe wa kafara ndio atekeleze shambulio hilo. Vile vile inasikitisha kwamba limekuja wakati Jumapili panatarajiwa au pakitarajiwa duru ya 6 ya yale mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Lakini sasa Abdul Fattah, nini hasa unadhani kini cha mashambulizi haya mapya Iran iliyofanya dhidi ya Israeli ambayo sasa na yenyewe inalipiza kisasi? Ni masuala ya nyuklia haya ama kuna kingine? Mashambulio ya Israel dhidi ya Iran kimsingi hasa lengo lake ni kufanikisha mkakati hasa wa Marekani, kwa sababu kwa upande wa ndani ya Israel, pamoja na kwamba inasemekana kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu si vita vya Gaza tu, lakini hata mashambulio ambayo Israel imekuwa ikifanya maeneo mengineyo, na sasa Iran yanalenga zaidi maslahi yake ya kisiasa kumwezesha kubaki madarakani. Lakini kwa hakika utaona hata alikuwa waziri mkuu wa Israel pia ameunga mkono hatua hiyo ya jeshi la Israel kushambulia Iran, na kama utafuatilia ujumbe ambao Rais Trump ameutuma katika mtandao wake wa Social Truth, ni ujumbe ambao umemaliza maelezo yote kuonyesha kwamba Israel haikuchukua hatua hii kwa upande wake binafsi, kwa sababu Rais Trump alikuwa akisema karibuni kwamba Iran jihadhari, huenda ikakabiliwa na hali mbaya zaidi endapo haitakubaliana na msimamo wetu ambao ni mstari mwekundu wa kutaka iachane kikamilifu na mipango yake ya nyuklia. Lengo hasa linavyoonekana ni lile la kukamilisha ule mduara au mnyororo wa muda mrefu ambao ulikuwa umelenga mataifa kadhaa ya Kiarabu katika eneo la Mashariki ya Kati, Ghuba ya Uajemi na kaskazini mwa Afrika, ambayo yamekuwa yakisemekana kwamba hatima yake ya mwisho ni kuilenga Iran. Mohamed Abdrahman, Israel na Iran walifanya mashambulizi ya kila mmoja waziwazi kwa mara ya kwanza mwaka uliopita Aprili na Oktoba pia, na kulikuwa kuna vita kivuli, tunaweza kuita hivyo, ya muda mrefu. Vita hii ya sasa inakwenda wapi? Vita hii ya sasa inaelekea kule na inaelekea kule kwa sababu sidhani kama Iran itakuwa tayari kudhalilishwa
mbele ya jumuiya ya kimataifa. Kwa hivyo mimi nahisi kwamba hivi ni vita vinakwenda taratibu, na madhumuni yake hasa nukiyavuruga tu mazungumzo ya amani ambayo yalikuwa yaanze tena huko Oman Jumapili, na ni katika mkakati ule ule wa kufuta wakati na huku kuendelea na kile ambacho wamejipangia dhidi ya Iran, dhidi ya Gaza na dhidi ya Palestina. Rais Trump amesisitiza kwamba hayuko tayari kuiona Iran, ingawa lugha anayotumia kwamba hiyo ni silaha za nyuklia, lakini amesema hayuko tayari kuiona Iran kwamba inabaki kuwa na uwezo wa kurutubisha madini ya urani. Na Iran kwa upande wake imesema kwamba hilo nao ni mstari mwekundu kwake, haiko tayari kuachana na mpango wake wa nyuklia. Kwa hivyo hiki ni kisingizio ambacho Israel imekitumia kwa sababu inapata uungaji mkono kamili wa Marekani katika suala hili, ili kuweza kuanzisha vita kamili na vita rasmi dhidi ya Iran, kwa sababu maafa ambayo yamesababishwa Iran, hasa ya kuuliwa kwa viongozi wa juu wa kijeshi na vile vile wanasayansi wasiopungua 6 wa nyuklia, hayo yote yameonyesha kwamba lengo la vita hizi ni lengo kubwa na pana zaidi, na kama alivyosema Mohamed Abdulrahman kwamba Iran nayo haionekani kwamba itakuwa ni rahisi ikakubali kudhalilishwa katika suala hili, kwa sababu tukisema kwamba pengine ni mashambulio baina ya pande mbili, tukumbuke kwamba Israel ndiyo ambayo iliyoanza kuishambulia Iran katika matukio ya mara mbili yaliyopita, na Iran nayo ikajibu mashambulio. Lakini baada ya hapo, baada ya Israel kuishambulia Iran ndio ambayo ilikuwa inasubiriwa kwamba ichukue hatua ya kulipiza kisasi tena kwa Israel. Lakini Iran kabla haijafanya hivyo, Israel imeamua kuchukua hatua hiyo, na sasa kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa ni kwamba mashambulio haya sasa ndio kwanza yameanza, na si ajabu kuanzia usiku wa leo yakawa ndio makubwa na mapana zaidi. Abdul Fattah Musa kutoka Tehran pamoja naye Mohamed Abdulrahman, kwa pamoja tukiangazia kile kinachoendelea sasa, mashambulizi dhidi ya Iran na Israel.